Kompyuta ni kifaa kinachotunza taarifa za mwanadamu kwa kutumia mfumo wa operating system. Lakini kompyuta pia inatunza taarifa mbalimbali zinazomhusu mwanadamu pale ambapo anaanza kuitumia. Na simu inatunza taarifa za mwanadamu kwa kutumia mfumo wa apps, application. Hiyo ndio tofauti kubwa sana kati ya kompyuta na simu. Je, swali ni kwamba unapofuta kitu katika kompyuta yako kinakwenda wapi? Yaani umefuta, umeingia katika kompyuta yako, kuna jambo haulitaki kuliona. Je, baada ya hapo linakwenda wapi? Jibu ni kwamba unapofuta kitu katika kompyuta yako hakifutiki moja kwa moja. Kwa mfano, hii faili linaitwa estate, nitaenda nitalifuta. Nikilifuta sio kwamba linaondoka moja kwa moja. Hili faili nikilifuta linaenda kwenye recycle bin. Na je, likienda kwenye recycle bin linaenda wapi? Kitu chochote ambacho kimewekwa katika mfumo wa operating system. Kompyuta inatunza taarifa zake kwa kutumia mfumo wa operating system. Kwa wale ambao wanatumia kompyuta za kawaida, tunatumia operating system zinazoitwa Windows. Lakini kwa wale ambao wanatumia MacBook, taarifa zao, kompyuta zao zinawaka kwa kutumia mfumo wa operating system nyingine ya MacBook. Lakini pia kompyuta hizi wapo wengine wanazitumia kwa kutumia mfumo mwingine wa operating system inayoitwa Linux. Lakini pia kompyuta hizi watu wengine wanazitumia kwa kutumia system ambazo ni za kuficha taarifa ama system ambazo zina mfumo wa security kubwa ya system security kubwa ambazo zinaitwa Tile. Tile ni operating system ambayo inakaa kwenye flash, yenyewe haikai kwenye kompyuta, lakini inafanya kazi pale ambapo unaichomeka kwenye kompyuta. Kwa hiyo nao ni mfumo ambao unatumika kwa ajili ya kutunza taarifa za mwanadamu. Topic yetu ni kwamba unapofuta kitu kwenye recycle bin, je, kinakwenda wapi? Umekitoa katika screen ya kawaida, kimeenda kwenye recycle bin. Je, unavyokifuta kwenye recycle bin, je, kinaenda wapi? Mfumo ulivyotengenezwa wa operating system, hakuna kitu kinachofutika kama miujiza. Kwenye ulimwengu wa teknolojia hatuna kitu kinachoitwa muujiza, bali kila kitu kiko programmed na kinafanya kazi kulingana na mfumo jinsi unavyokielekeza. Unapofuta kitu katika recycle bin, chenyewe kinaondoka, lakini kinabaki kwenye hard disk. Kinachobaki kwenye mfumo wa operating system ile ni reference, lakini hakifutiki moja kwa moja, kinabaki kwenye mfumo wa kompyuta, kinaondoka kwenye mfumo wa kompyuta, lakini kinabaki kwenye hard disk. Je, unaweza kupata kitu ambacho kimefutika moja kwa moja? Yaani kitu kilichofutika moja kwa moja. Je, una uwezo wa kukipata? Jibu ni ndio. Kilichofutika katika mfumo wa operating system ambao ni kompyuta kinaweza kupatikana kwa kutumia application kama Recover, application kama Disk Steal, application kama Easy as Data Recover. Hizo ni system ama ni mifumo ambayo imetengenezwa rasmi kwa ajili ya kufetch information kwenye hard disk. Mfumo huu, system hizi ukifanya installation zinaenda moja kwa moja search information katika hard disk, sio katika operating system. Hizi ni application ambazo, system ambazo zimetengenezwa makusudi kabisa kwa ajili ya kurecover. Nenda katika kompyuta yako, andika recover. Recover hii itatokea. Ukitaka kurecover, inaweza kurecover kitu chochote ambacho kimefutika katika hard disk yako. Kila kitu hapa kinaweza kurecover, lakini ukitaka kurecover hakikisha ya kwamba kompyuta yako inakaa katika mtandao muda wote. Yaani maanake kompyuta yako umeipa mobile data za kutosha. Na pia make sure kwamba unachotaka kurecover inategemea ukubwa wa file. Kompyuta inaweza kukaa katika data, mobile data.
kwa takriban siku nzima ikiwa inafanya recover. Hicho ninachotaka kurecover kinategemea na ukubwa. Je, kina ukubwa gani? Kwa hiyo hii system, hii application, software inatumika kwa ajili ya kurecover data ambazo hazipo kwenye kompyuta. Ulizifuta katika mfumo wa kawaida wa visible, zinaenda kwenye recycle bin. Baada ya kufuta kwenye recycle bin, operating system haiwezi kuamuru tena kitu kile kiweze kuonekana kwa kutumia command yoyote ya kompyuta au kwa kutumia system, kwa kutumia mfumo wa kawaida wa kompyuta unaokuja na operating system, bali kinachotokea, kuna software ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya kurecover taarifa ambazo zimefutwa kabisa katika kompyuta yako. Nyingine ni disk drill. Disk drill pia inaweza kurecover application, software, kitu chochote kile ambacho kimefutwa katika mfumo wa hard disk, mfumo wa operating system na kimeenda katika hard disk. Na hii hapa pia inatumika kurecover data, taarifa, chochote kile ambacho kimeweza kufutwa katika kompyuta yako. Kwa hiyo kwa kifupi niko na application tatu ama software tatu ambazo zinaweza kurecover taarifa ambazo zimefutwa moja kwa moja katika hard disk. Kwa hiyo unaweza kwenda kwa mtu yoyote ukafanya chochote. Baada ya kufanya kazi yako, hautaki pia kile kitu kiendelee kuwepo kwenye kompyuta. Kinachotokea, unaenda katika hilo file ambalo umelitengeneza au ulichokifanya, unakifuta. Ukifuta kinaenda recycle bin. Je, yule mtu hawezi kukirejesha tena? Anaweza akakirejesha tena kama yeye anaweza kujua hizi taarifa moja kwa moja. Kwa hiyo kama ataweza kutumia hizi software, anaweza kurecover kitu chochote ambacho kimefutwa katika recycle bin.